Kuna siku nililala usiku naumwa kabisa, sijisikii vizuri. Nikamwambia tu Mungu, nakushukuru maana umeniponya, kwa jina la Yesu, amen. Nikalala. Asubuhi nimeamka nimepona. Haleluya. Nisiwaambie upande mmoja, niwaambieni upande wa pili. Kuna siku pia niliomba hivyo, nikaamka asubuhi bado naumwa. Lakini haikufanya imani yangu itikisike. Niliendelea kumshukuru kwa kuwa amefanya nini? Ameniponya. Na tena sikuweza kutoka na sikuweza kufanya kazi yoyote. Nilibaki kitandani. Lakini wakati niko pale nilikuwa silalamiki. Walio wengi mnakosea kwa sababu unapoomba ukiona hujajibiwa, bado upo kitandani, badala ya kuomba unaanza kulalamika. Hatujaambiwa katika andiko hili tulalamike hata siku moja. Mungu nimekuomba jana kabisa Baba. Nikajua nikiamka asubuhi nitakuwa nimepona, Mungu wa Israeli. Tazama sasa maumivu bado yapo. Ni dhambi gani iliyokutendea mpaka husikii ombi langu? Jamani, yapo hayapo haya? Kabisa. Baadaye usipo na matokeo unalalamika, kumbe ulianza kulalamika wewe ndio uliyeharibu. Tumeambiwa tuwe na imani kama ya mtoto, ya kuamini kabisa kwamba kile unachokiomba kimekuwa chako tayari. Msijisumbue kwa neno. Sikia. Ile ndoa yako ambayo inakutikisa, ukijua hii siri, utapokea badiliko. Sikia siri hii. Anasema, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Hajasema haja zenu zijulikane kwa marafiki zenu. Yule rafiki yako unayemsimulia matatizo ya ndoa yako, anayaweka rohoni, siku mkikosana anatangaza. Tuko sawa sawa, Huyu ambaye unamsimulia shida zako, huyu ambaye unaita ni shoga yako, unampa stori zako zote, usione hivi, napitia hiki, unamwelezea yote, anayatunza. Siku mkiwa na tofauti, anayatumia kama ngao yake kukudhibiti wewe. Nakwambia, wewe unasema nini wewe? Niseme. Basi. Basi achia hapo. Mwisho unaishi kama mtumwa. Unashindwa kuelewa kwamba ulikosea wewe. Hukuwa na imani kama ya mtoto. Imani ya mtoto mdogo iko hivi. Mtoto mdogo unavyowaona hawa, hawasimuliani shida zao. Habari ya kwako. Huwezi kukuta mtoto mdogo anaenda kumsimulia mwenzake na shida ya penseli. Ila kuna shida ya penseli anamsimulia nani? Mama au baba yake. Mungu hajasema shida zako kasimulie watu. Mungu anasema shida zako wewe msimulie yeye. Biblia inasema kwenye kitabu cha Filipi 4:6, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Sio haja zenu zijulikane na mashoga zenu. Huyo baba mkwe unayemsimulia migogoro yako, mama mkwe na yeye ana ya kwake, hajaimaliza tu, watakutangaza. Msimulie Yesu. Haleluya. Piga magoti, mwambie Yesu, huyu mume amekuwa tatizo, ingilia kati. Mwambie Yesu, huyu mke amekuwa changamoto, ingilia kati. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu, nina shida ya ada, ingilia kati. Anajua atatoa wapi ada kwa ajili yako. Ila kila ukisimulia watu, jamani msione hivi, na changamoto hii, jamani mna changamoto. Tena kuna wengine, ngoja nikwambie, katika watu wengi unaowasimulia shida zako, 95% wanakung'onga. Unajua kung'onga? 90 ngapi? 95 wanakung'onga. Kama hawatakung'onga katika 95 hii, wengine watakusanifu tu, wanakutazama tu. Nikwambie, ni 5% tu wana uchungu na wewe na wako tayari kukusaidia, na ni ngumu kuwatambua kwa haraka. Haja zenu zijulikane na nani? Hiyo ndio imani ya mtoto. Mtoto mdogo hamsimulii mtu mwingine shida zake, anasimulia mzazi wake.
Huwezi kuona mtoto mwenye njaa hapa anakuja kunisimulia mimi kwamba mchungaji, nina njaa. Anapeleka habari ya njaa kwa nani? Kwa baba au kwa mama yake. Hii ndio imani ya mtoto mdogo. Sikiliza hii. Imani ya kama mtoto mdogo katika ufalme wa Mungu ni hii, ili ufurahie. Andika hii, andika hii. Ni kuamini kuwa kila kitu kipo. Sio kuona kuwa kila kitu kipo. Ni kufanya nini? Kwamba kila kitu kipo. Ukishaiandika hiyo, nataka tusome Biblia kidogo. Ni kuamini kwamba kila kitu kipo. Hebu nami niwaulizeni swali haraka haraka. Nini tofauti ya kuamini na kuona? Nini tofauti ya kuamini na kuona? Atakaye nijibu nampa, yani ambaye atajibu vizuri nampa zawadi ya kitabu cha namna ya kuisikia sauti ya Mungu. Mdogo wangu sema. Unasema kuamini? Sijamsikia vizuri hapa. Atolewe mfano ndipo aamini. Kuamini ni nini? Ni kuona mwenyewe. Hiyo ndio kuamini. Ni kujionea kwa macho. Na kuona kwa macho ni nini? Jaribu mwanafunzi, kuna mwanafunzi huyu hapa. Hebu jaribu wewe. Kuamini ni kuwa na hakika na yale mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Moja kwa moja na mimi kwamba hiki kitu tunataka kukiomba. Lakini kuona kwa macho, bado uone kabisa kitu kiko pale. Mmemwelewa? Anasema kuamini ni kuona kitu kisicho, lakini kuona ni kuona kitu kilichopo. Amepata hajapata? Utandai kitabu chako pale. Utapata. Haya, hebu fungua Waebrania 11 kwenye Kiswahili cha kisasa hapo bwana. Waebrania 11:1. Usikilize vizuri anavyosoma huyu ndugu yetu hapa. Tumesema kwamba imani ya kitoto ni kuamini kila kitu kwamba kipo. Yaani ni kuamini kila kitu kwamba kipo. Waebrania 11:1. Soma kwa sauti kubwa kabisa. Nasema kuwa na imani. Sikilizeni jamani, kuwa na nini? Kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia. Sijui mmesikia vizuri hapo? Hawajasikia watu bwana. Anarudia. Rudia tena. Kuwa na imani. Jamani, hebu tufuate vizuri. Kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia. Ni kuwa na hakika na mambo tunayotumainia. Kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Na tumesema imani ya mtoto mdogo ambayo Yesu anasema msipopokea ufalme kama mtoto mdogo hamtauingia. Na imani ya mtoto mdogo ni kuamini kwamba kila kitu kipo hata kama hakipo. Hivi wewe ukiwa huna hela, mtoto wako anajua? Yes, kazi yake ni kutoa oda tu. Haya, tunajifunza tofauti ya kuamini na kuona. Iko hivi. Naomba mnitazame vizuri hapa. Hiki hapa ni nini? Hiki ni nini? Ongea tu kwa sauti jamani. Hiki ni nini? Kipo au hakipo? Hiki hapa ni nini? Sema vizuri tu kutoka moyoni mwako. Hiki hapa ni nini? Unajua watu wanajibu kwa wasiwasi badala ya kujibu kutoka moyoni. Mimi mpasitaki unijibu kama mchungaji anavyotaka. Jibu kama inavyokuja akilini mwako. Hii hapa ni nini? Hamna kitu. Kile pale? Kusema hiki ni kibweta inataka imani. Si kwa sababu tumekiona. Lakini kusema hiki ni kibweta inataka kitu gani? Ni kuamini kwamba kuna kitu kiko hapa wakati hakipo. Hiyo ndio kitu gani? Ndio imani. Ni kuamini
ya kwamba tayari umepokea uponyaji wakati bado unasikia maumivu. Anasema amin amin nawaambia, yeyote atakayewambia mlima huu ng'oka, ila aamini ya kwamba ayaombayo yametukia, yatakuwa. Kwa hiyo kabla ya kitu kutukia, kwanza lazima tukione kana kwamba kimetokea hata kabla hakijatokea. Haleluya. Mtoto mdogo anajua tu yeye kusema nipe, naomba, nisaidie, fanya hiki. Anajua kwamba kila kitu kipo hata kama hakipo. Ndio maana nawaambia watu wote mlioko hapa, ukielewa hiki kitu utapata kila unachokihitaji kwa Mungu. Tatizo ni kwamba tumeharibiwa na uzoefu tulionao kwenye maisha ya kwamba ili tuamini kitu kipo mpaka tukione kwa. Ndio shida hii. Hata mimi unavyoniona hapa na kitu changu hapa, namuomba Mungu sasa hivi tu, naamini kipo tu. Yaani sasa hivi namwambia tu Mungu asante, maana umenipatia, na siku kikija nitawaonyesheni, mtakiona. Kwa sababu naamini kiko njiani, kinafanya nini? Kinakuja. Kinajia wapi sijui na sitaki kujua, ila kinakuja. Yaani kipo njiani. Haleluya. Kinakuja. Kiko mahala fulani kinakuja. Yaani kiangalia kwa imani hivi nakiona kabisa. Haleluya. Yaani kwa imani mpaka naingia ndani yake hivi kabisa. Nakaa. Tunaanza kuelewa imani sasa, eh? Hiyo ndio imani hiyo. Yaani imani ni kwenda kuulizia bei ya tairi ya gari wakati huna gari. Hiyo ndio imani. Unafika unauza tairi shilingi ngapi? Alafu una gari, alafu anakuuliza gari yako haina gani? Alafu hujui. Inabidi tu babi haraka haraka anambia Toyota Land Cruiser. Alafu atakupiga swali la pili. Tairi zako ni saizi gani? Sasa lazima na wewe wabani waambie kwani nyinyi mna saizi gani? Hiyo ndio imani. Haleluya. Ngoja niongee na wanafunzi kidogo, maana leo nimewaona. Lile somo ambalo nataka ufaulu, piga magoti, mwambie Yesu nahitaji somo fulani nipate max fulani. Taja zile max. Baada ya kutaja zile max, tumeambiwa hapa tunasali. Tuko sawa sawa, eh? Cha pili tunafanya nini? Tunaomba. Ukishamaliza kuomba sasa zile max, mshukuru Mungu kwamba tayari umefanya nini? Umezipata tayari. Akili ya mwili hii ya damu na nyama itakwambia hata mitihani bado. Kwani pepa umeiona? Iambie shindwa kwa jina la Yesu. Kwa imani ninaona mathematics 95. Naona 98. Namwachia mwalimu max ngapi? Ili tusifanane. Haleluya. Na utakuta, ngoja nikwambie, ili imani yako iweze kuwa imara lazima ipitie testing. Sawa, eh? Huwezi kubeba gunia la mahindi kama hujaanza zoezi la kubeba kilo 50. Kama umezoea kubeba kilo 20, tukiwekea gunia la kilo 100, mnaelewa kinachofuata baada ya hapo. Sasa unasema pastor unamaanisha nini? Wanafunzi mnisikilize. Uliomba upate 98, ukafanya mtihani kwa imani yako ile ile. Ukashangaa katika ile wakati matokeo yanakuja umepata 50. Usikate tamaa, imani yako inakuzwa. Ukiona ile 50, maana kabisa imeandikwa 50, ona 95. Imani ni kuona vitu visivyo. Kinachoonekana saa ile pale ni 95 kwenye macho ya kawaida. Ni ngapi? Lakini macho ya imani 95. Tena ukiingia ndani furahia kabisa, shangilia, mwambie ninakushukuru Yesu, maana zile hatua za kufikia kile kilele zimefika tayari. Mimi nafanya hivi. Nikimwomba Mungu kitu ambacho ninaamini ni sawa sana mapenzi yake. Umenielewa nikisema mapenzi yake? Yaani huwezi kumwomba Mungu chupa ya pombe alafu useme naomba kwa imani. Kila mmoja unajua ni mapenzi yake. Wanachofanya ni hiki. Baada ya kumwomba, baada ya hapo ninajiona nikiwa nina hicho kitu tayari. Ninajiona. Haleluya.
Haleluya. Mimi napenda sana wanyama, napenda ukulima, napenda mashamba. Nilimwomba Mungu shamba kubwa, lakini kabla ya kulipata nilijiona niko ndani yake, hata silijui liko wapi. Najiona ndani yake. Nenda ukafanya hili zoezi. Chochote unachomwomba Bwana sawa sana mapenzi yake, yaani na maana ambacho hakipingani na Biblia, tuko sawa sawa, jione ukiwa umekipata. Rudia kujiona ukiwa umekipata. Rudia kujiona umepata. Rudia kila wakati kuona umepata. Kazi yako ni kushukuru. Kazi yako ni kumwambia Mungu asante. Utaniandikia ushuhuda ukiniambia, Pastor, nimeamini hiki kitu kinafanya kazi. Utapata kile kitu. Imani ya mtoto mdogo. Haleluya. 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 Imani ya mtoto mdogo. Mpaka hapa ulieko hapa umeshaelewa maeneo unayofeli kwenye imani yako. Imani yako imekuwa ikifeli kwa sababu ulipoona mambo hayatokei ulianza kuwa na mashaka. Imani yako ilifeli kwa sababu ulianza kuleta utaalamu wako kwenye imani. Na imani haina mambo ya kitaalamu kwamba nitapatapataje. Sasa mvua itanyesha wakati kuna ukame. Haihusiki hapo. Amini mvua itanyesha hata kama kuna jua. Haleluya. Haleluya. Nimalizie kwa kusema hivi. Kuna wakati kulikuwa na jua kali sana. Sikumbuki vizuri jimbo hili kule nchini Marekani. Nimesahau kidogo jimbo lenyewe. Lakini kuna kijana mmoja ambaye yeye anamwamini sana Mungu. Akawa anaenda kufanya maombi na mwanabiolojia anaitwa Greg Braden. Huyu bwana Greg ni mwanabiolojia mkubwa, mwanasayansi anayeheshimika. Alikuwa haamini juu ya nguvu za maombi. Maana kila kitu ni sayansi, experiment, utafiti, kuingia maabara. Yule bwana akamwambia, twende tukaombee mvua inyeshe. Dr. Greg anasema, niliamua kwenda tu nione hawa watu na imani zao. Ukame wote namna hii. Wanasayansi wameshaangalia wakasema kwamba upepo unavuma kuelekea wakati huu, mawingu yanapelekwa upande huu, mpaka yaje hapa mvua inyeshe. Hivi hawa wanakinzana na sayansi. Anyway, kwa sababu ni rafiki yangu, ngoja twende. Dr. Greg anasema tukaenda mpaka kwenye mlima. Na nyewe wa Afrika mnakumbuka haya mambo tulikuwa tunayafanya sana haya. Kweli si kweli? Mvua zikigoma tunaenda wapi? Milimani. Sijui siku hizi kwa nini mmeacha. Zinanyesha kwa hiyo zikinyesha hamuombi. Basi wakaenda mpaka kwenye mlima. Anasema Dr. Greg anasema jua ni kali, tuko kwenye mlima. Anasema yule bwana akachora kaduara kake hivi kama sehemu yake ya kufanyia maombi. Anasema mimi nitafanyia maombi humu ndani. Greg anasema kwa sababu siamini Mungu, siamini vitu kama vinafanyika. Anasema nika tu namwangalia nione kwamba ni rafiki yangu, siwezi kumkatisha tamaa. Yule jamaa akaingia kwenye ile duara ambalo anaamini ndio sehemu yake ya kufanyia maombi. Unajua wengine wanakwenda kwenye mawe, kila mmoja na sehemu yake kupigia magoti. Anasema nikamsubiria aombe. Anasema kinyume chake namsikia anasema, Mungu, asante kwa mvua kubwa inayonyesha sasa. Ninakushukuru kwa kuwa umetupatia mvua. Asante kwa kuwa imekuwa. Amen. Hilo limechukua dakika ngapi? Jamani, wala sio chache. Nusu dakika. Sekunde kadhaa. Greg anasema ikabidi niangalie saa. Lengo lake lilikuwa ni kuangalia hivi ametumia dakika ngapi. Akaona chini hata ya sekunde. Alafu akamwambia Greg, tuondoke. Anasema tukaondoka. Asema mimi ni mwanabiolojia, ni dokta mkubwa anafahamika. Asema nikaanza kujiuliza, hivi nimechukuliwa kijinga namna hii? Wakati huo jua bado linafanya nini? Linawaka kweli kweli. Asema tukashuka kwenye ule mlima. Asema lakini kuna kitu kinanichoma ndani. Ikabidi nimuulize, hivyo ndio umeomba? Akasema ndio. Na mvua tayari imefanya nini? Greg anasema tulivyoshuka
Yeye akaenda kwake na yeye Greg akarudi hotelini kwake alikofikia. Anasema lakini nimelala kitandani najilaumu kwamba na shule yangu yote nimechukuliwa milimani kuombea mvua ambayo mpaka sasa hivi haijafanya nini. Anasema kufika, kama nitakuwa sijakosea hiki kisa, kufika jioni kwenye saa 11 hivi kwenda saa 12, anasema mvua ikaanza kunyesha. Ikabidi aangalie television kwamba watabiri wa hali ya hewa wanasemaje. Akasikia taarifa zinaelezea, jamani, jimbo fulani mvua itanyesha. Upepo uligeuka masaa fulani ukaelekeza mawingu upande fulani. Anasema masaa yale yaliyotajwa kwamba upepo uligeuka ndio masaa jamaa aliyomaliza ombi lake. Yale ndio muda aliyomaliza ombi lake. Anasema kesho yake akamfuata yule jamaa akamwambia, nipe siri yako ni nini? Anasema mimi ninajua kwamba kabla sijaomba, ile wazo la kuomba likija, Mungu anajua. Umesikia hicho kitu hicho? Anasema na kabla sijatamka, naamini nimeomba. Unasikia hiyo? Anasema hivyo na kwenda tu kumshukuru Mungu, maana amekwisha kufanya nini? Kujibu. Akamwambia, sasa unashukuruje? Anasema wakati ule nikiwa kwenye ile duara langu ambalo nimejiwekea mipaka. Anasema ile duara si kwamba lina muujiza wowote, ila tu ni kwamba ninaiambia akili yangu kwamba hili ndilo eneo la kwako la kusimamia. Anasema wakati nimefumba macho saa ile, si uliona nimekaa sekunde kadhaa kabla ya kuongea? Akasema ndio. Anasema wakati ule nilikuwa ninasikia sauti za mvua kwa imani. Nilikuwa naona matope chini yangu kwa imani. Nilikuwa naona miguu imeloa kwa imani. Anasema baada ya hapo, utamuombaje Mungu kitu ambacho tayari unafanya nini? Unakiona. Baada ya hapo kazi yake ni kushukuru. Haleluya. Najua kuna mtu unanitazama unasema, hii inakuwaje? Ngoja nikupe mfano hapo ulipokaa. Sasa hivi hapa. Sawa? Naomba unitazame nikupe mfano. Hapo ulipo sasa hivi. Fikiria kwamba nyuma yako kuna nyoka mkubwa. Mwili wako umefanyaje? Umeshtuka. Kwani nyoka yupo? Ila mwili umemuona. Fikra zimemuona. Sawa sawa? Haya, tulia hapo ulipo. Ni dawa gani inakukera sana, unaichukia, unasema ni hiyo dawa nikipewa inanikera? Ikumbuke sasa hivi hapa. Umesikiaje hapa? Umejisikiaje? Kichefuchefu. Kwani hiyo dawa ipo? Ila akili yako imeiona hiyo dawa. Tuko sawa sawa? Imani ni kuona kitu ambacho hakipo kana kwamba. Sasa wewe uko hapa unanitazama sasa hivi, na yule mtu anayeniangalia hata kule kupitia Mahubiri TV popote kule, wote tuunganishwe kwa kitu kimoja. Niwaulizeni swali. Si kuna kitu chako ambacho unamwomba Mungu akupatie? Si kila mmoja nacho? Haya. Hapo hapo ulipo mimi nimekuacha tu. Kaa hivyo hivyo ulivyo. Anza kukifikiria kile kitu ambacho unaomba kwenye akili yako. Kifikirie sasa hivi. Unaweza hata ukafumba macho kidogo ukitafakari kile kitu. Usikitaje, mtu asikisikie. Wewe kitaje kwenye akili yako. Fumba tu macho kidogo au fikiria kile kitu unachokitaka. Fumba macho yako. Umekifikiria tayari? Kione kama vile kipo. Sasa hivi, kione kama vile kipo mbele yako. Hata kama ni ile gari unaitaka ione. Hata kama ni uponyaji uone upo. Hata kama ni nini, ona tayari. Sawa sawa? Unakiona? Jamani nauliza, mnakiona? Fumbua macho yako. Unajisikiaje rohoni? Furaha. Amini tayari umekipokea. Baada ya hapo kazi yako ni kushukuru. Haleluya. Kwa nyinyi mlioko hapa, utanitumia message ya kuniambia kile ambacho Bwana amekutendea baada ya hili zoezi.
Wanaofuatilia kwenye YouTube au kazi yao watatukomentia hapo chini, watatuandikia, tutaona maushuhuda mengi, ndipo mtaelewa hiki ninachowafundisha kinafanya kazi. Haleluya. Simameni tuombe. Tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa neema yako. Umekuwa nasi kwenye kipindi cha kwanza cha masuala ya uwakili, na tumejifunza mambo kadhaa katika maisha yetu ya uwakili. Tusaidie tuwe mawakili waaminifu. Umekuwa nasi kwenye kipindi kingine tena cha neno lako, tumejifunza imani kama ya mtoto mdogo. Tusaidie tuweze kuifanyia kazi imani hii. Tusaidie kila tutakapoona imani hii ikifanya kazi, tusijiinue bali tunyenyekee. Katikati yetu Baba, kuna watu wana changamoto mbalimbali, na waleta katika mikono yako. Yuko mtu ambaye ni mgonjwa, mpatie uponyaji. Yuko mtu ambaye sasa hivi yuko kitandani, neema yako ikamguse, uponyaji wako ukampitie, akainuke, hata kama ugonjwa ni mkubwa na mkali kiasi gani, hata kama daktari amemwambia hawezi kupona, ukawaonyeshe na madaktari ya kwamba yuko Mungu anayebadilisha nyakati na historia. Lakini kuna mwingine yuko hapa amekuja na ugonjwa wake, mponye kwa neema yako. Kuna watu wanaomba kwa ajili ya kazi zao. Kuna watu wanaomba kwa ajili ya ajira. Kuna watu wanapitia hasara kubwa katika biashara zao, wainue tena Baba. Kuna watu wanaomba kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya mifugo, bariki mifugo yao. Ninakutukuza kwa kuwa kila anayekuamini hutamwangusha. Tupe imani kama mtoto mdogo anavyomwamini mzazi wake, na sisi tusaidie tuweze kukuamini wewe. Na kushukuru kwa ajili ya watu ambao leo wanakwenda kubatizwa Baba, na watakao batizwa kesho pia, wote wabatize kwa Roho Mtakatifu. Kila anayetutazama sasa, mkono wako usioonekana ukamguse pale alipo. Neema yako yatosha. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Bwana awabariki sana.